Kama tunaofahamu kwamba kila mastaa wa soka wanapokuja nchini Tanzania huwa wanaanzisha mahusiano na mastaa mbalimbali wa Bongo Movie ama wasanii, na hiyo imetokea kwa baadhi ya mastaa kama vile Stephanie Aziz Ki moja kwa moja ameamua kumuoa Hamisa Mobeto. Lakini pia kulikuwa na tetesi ambazo zinazungumzwa kuhusiana na msanii Nai kwamba anatoka kimapenzi na mchezaji wa klabu ya Yanga Pacome Zouzoua, na kutokana na uwepo wake karibu, kitu hicho kimepelekea mchezaji huyo kushuka kiwango. Lakini kama pia umeweza kupita kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, naye kila akiposti picha yake ama video, mashabiki wa Yanga huwa wanaenda kucomment pale kwamba bwana, umetumalizia mchezaji wetu Pacome Zouzoua. Sasa jana msanii naye alikuwa kwenye kipindi cha The Switch ambacho kinaruka pale Wasafi FM. Bwana, moja kati ya swali ambalo aliweza kuulizwa kwamba je, upo kwenye mapenzi na mchezaji Pacome Zouzoua, naye akasema kabisa kwamba mimi sijawahi kuwepo kwenye mahusiano na mchezaji Pacome Zouzoua, na yule ni kama rafiki yangu walivyokuwa marafiki wengine. Kwa hiyo kujitokeza kwenye ile uzinduzi wake wa duka ilikuwa kama surprise. Lakini pia kama unakumbuka, Pacome Zouzoua aliwahi kutokea kwenye live ya ndugu yake na Nai wakati wanapika, akasema ile ni hey hi ambayo watu walitengeneza ili kumake attention kwa watu mbalimbali. Lakini jeshi hapo tu, mtangazaji akamuuliza kwamba inasemekana nyie mumeachana na sababu kubwa ya kuachana kwenu ni kufumaniwa. Bwana Nai akaweza kusema kabisa kwamba mimi sijawahi kufumaniwa na mchezaji Pacome Zouzoua na sijawahi pia kuwa kwenye mahusiano naye. Kwa hiyo hao watu ambao wanasema kwamba mimi nipo kwenye mahusiano na Pacome Zouzoua wanakosea, lakini Nai na Pacome wapo kama washikaji tokea mwanzo mpaka hivi sasa. Ushikaji wao bado haujaisha. Maswali yamekuwa ni mengi sana. Kwa hiyo na sababu kubwa inaelezwa ya wawili hao kutengana ni Nai kufumaniwa akiwa na msanii wa Bongo Flava, yani ni wale A-list ambao unawajua wewe. Sasa hapo utajua wewe, lakini Nai ama huyo mtangazaji wa Wasafi aligoma kumtaja direct msanii huyo wa Bongo Flava ni nani. Kwa hiyo kama ulikuwa hujafahamu, basi fahamu hilo kwamba Nai na Pacome Zouzoua wameweza kutengana, na sababu kubwa ya kutengana ni msanii Nai alifumaniwa na Pacome Zouzoua, na moja kati ya wasanii wakubwa ambao wanapatikana kwenye tasnia ya Bongo Flava. Wewe nini maoni yako juu ya hiki? Unafikiri ni kweli kile ambacho amekijibu Nai kwamba yeye alikuwa yupo kwenye mahusiano na mchezaji Pacome Zouzoua ila walikuwa mabest friend? Lakini pia aliweza kujibu kuhusiana na tetesi za watu wasema kwamba kushuka kiwango kwa Pacome kumechangia na yeye akasema kabisa kwamba kwenye maisha kuna kupanda kuna kushuka, na hivyo hivyo ameweza kurelate kwenye maisha ya soka. Kwa hiyo Pacome kama ameweza kufanya mambo makubwa katika misimu mitatu iliyopita au misimu minne nyuma, hiki ni kipindi cha mpito ambacho yeye anakipitia magumu hayo, lakini bila shaka naamini kwamba atakaa sawa na wananchi wataendelea kufurahia. Wewe nini maoni yako juu ya kitu? Basi tuandikie ujumbe mfupi hapo chini, lakini kikubwa tu ni kushauri tu subscribe, share, alafu andike comment ili uweze kuwa mwanafamilia wa Bongo News, na zile updates na matukio yote ambayo yatakuwa yanajiri utaweza kuzipata hapa hapa.